tutajitambua kupitia wewe. Sema wengine, tutajitambua kupitia wewe. Mwambie jirani yako, tutajitambua kupitia wewe. Na kati ya masomo ambayo ameyataja baba, nimetamani sana ikiwezekana baba padre na viongozi wa vijana, ningetamani tumpe nafasi siku itakayofuata, kipindi chote tuendelee kujifunza. Moja ya kitu tunachokimisi kwa sasa ni mafundisho. Ni nini? Ni mafundisho. Kwa sababu ndani ya mafundisho ndio tunapata maelekezo namna ya kuishi kama kijana, kama baba, kama mama, kama mtu yeyote. Kwa hiyo tuendelea. Somo la kwetu ambalo baba amemaliza ni kujitambua, na mimi nitapita humo. Kichwa cha somo andika hivi: geuza ujana wako kuwa jukwaa la mafanikio. Geuza ujana wako kuwa jukwaa la mafanikio. Sasa kwa somo lililopita naongeza kuwa unaweza ukawa na aina mbili za mafanikio. Aina ya kwanza inaweza ikawa hivi. Na natamani tu kama turudie somo ambalo baba ametufundisha, baba kapili. Kuna aina mbili za mafanikio kwa mwanadamu. Kuna aina ngapi? Mbili tu za mafanikio. Fanikio la kwanza ni yule anayefanikiwa kwa njia ya kujitambua. Na fanikio la pili ni yule anayefanikiwa kwa njia ya kuto kujitambua. Kwa hiyo mafanikio utakayofanikiwa kwa njia ya kujitambua, maana yake yatakufanikisha uwe na sifa ya kuigwa. Na yale ambayo utafanikiwa kwa kuto kujitambua yatakufanya uaibike na utaiaibisha kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Basi somo letu litasema geuza ujana wako kuwa jukwaa la mafanikio. Tutasoma Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12. Bado kuna mambo matano, lakini mimi nitazungumzia mawili tu au moja kadiri ya muda utakavyoturuhusu. Timotheo wa kwanza, nani kapata? Tusomee kwa sauti. Wangapi wana Biblia? Nyosha mkono. Baba hebu angalia. Baba kapika. Yuko angalia nyuma vijana wote. Wangapi una Biblia? Baba atatufundisha masomo, tunatakiwa tuwe na Biblia. Isikusumbue kwa sababu inakuwa ni semina na ibada. Kwa hiyo ukiwa na Biblia itakusaidia. Basi nasoma Timotheo wa kwanza. Ndio tunaweza kusoma. Kwanza soma kwa sauti. Umepata kufungulia hapo? Unapoteza tena. Usidharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminiao, katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Tumpigie makofi. Mtume Paulo anamwambia Timotheo kwamba mtu yeyote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio, katika usemi namba 1, katika mwenendo namba 2, katika upendo namba 3, na katika amani namba 4, na katika usafi. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi nitazungumza mawili tu hapa. Nitazungumza usemi na upendo kwa sababu ya time ya muda. Na kwa sababu hiyo ninaomba nianze na upendo. Tuzungumzie upendo kidogo, si katika ukubwa wake, lakini walau tuone. Kijana unayenisikiliza, jambo la kwanza katika maisha ya mwanadamu unalopaswa
kulitambua na la msingi kuliko vitu vingine vyote, yaani msingi wa kwanza unaopaswa kulitambua au kujua ni kujua kwamba katika maisha yenye afya Mungu ananipenda. Hilo ndio paswa kujua kwamba katika maisha yenye afya, jua kwamba Mungu ananipenda. Nataka kwa sababu mwandiki tulisema, mwambie jirani yako, ili uweze kujenga msingi mzuri wa maisha yako, lazima utambue kwanza maisha yenye afya ni kutambua kwamba Mungu anakupenda. Mungu ananipenda. Tumsifu Yesu Kristo. Tumesikia hapa kwa habari ya kutambua, kujitambua. Kwa hiyo jambo la kwanza na la muhimu kwenye maisha yako kama unataka kufanikiwa kama kijana, na mafanikio yanaanza na wewe katika level hiyo ya ujana, ili uweze kufanikiwa kabla ya kitu kingine chochote, kabla ya maswali mengine yoyote, kabla ya maisha mengine yote, lazima utambue kwamba maisha yenye afya, tambua kwamba Mungu anakupenda wewe binafsi. Mungu ananipenda mimi. Mwambie jirani yako, Mungu ananipenda mimi. Au nyinyi hawapendi? Wangapi Mungu anawapenda? Unasema Mungu ananipenda mimi, nyosha mkono namna hii. Kigelegele kiko wapi? Yes. Tambua hiyo. Huo ndio msingi wa maisha yako. Kwa sababu usipotambua Mungu anakupenda, ni rahisi sana kutafuta upendo nje ya msingi. Okay, kabla tujaingia huko, mnafahamu sisi tuko Dar es Salaam hapa, mnafahamu majengo yenye ghorofa kubwa marefu huko. Hauwezi kujenga ghorofa ya ghorofa 12 au kwenda juu zaidi kwa kujenga msingi wenye level ndogo. Lazima uchimbe msingi uende chini sana, yaani ule msingi ulioenda chini sana ukatengenezwa vizuri sana, ukafinyangwa vizuri sana, wakaweka nondo, wakaweka kila kitu kinachohitajika, ndio unaweza kutoa majibu ya nyumba ngapi zipande juu ya huo msingi. Maana yake ni nini? Kwenye maisha ya ujana kuna vitu vingi vitakufuata, kuna vitu vingi vinakutamani, kuna mambo mengi yanakutamani. Naona mambo mengi unayatamani. Kabla ya hayo mambo, lazima kwanza msingi wako uwe umeujenga kwenye kuamini kwamba maisha yenye afya, lazima ujue kwamba Mungu anakupenda. Tumsifu Yesu Kristo. Na ukishajua au kutambua Mungu anakupenda, haitakusumbua sana utakapokuwa umeanzisha urafiki. Lazima tuseme ukweli vijana, sisi tuna maboyfriend na magirlfriend, ila sio nyinyi. Nyinyi hamna. Mimi wakati nikiwa kijana nilikuwa nao. Lakini tunamshukuru Mungu, pengine wakati tukiwa kijana wengine tulikuwa tuna hali fulani ya kujifunza zaidi. Kwa hiyo nikishajua kwamba mimi msingi mkubwa Mungu ananipenda, nikiwa na girlfriend au na boyfriend akitokea akanikwaza akajifanya anipende, haitanisumbua kwa sababu ni naye anayenipenda, aliye mwaminifu. Anaitwa Mungu aliye hai. Huyu ndiye anayenipenda. Kwa hiyo huyu akininunia, Yesu wa Ekaristi ananitabasamia kwa sababu ananipenda. Lakini leo unakuta unanuna, unakasirika, unazira mpaka unamzidia mama yako chakula wai, eti kuna boyfriend atakupenda. Kama imagine. Atanioa, sasa ameniambia niwe tena. Asipokuwa wewe tena, wewe kimbia kwa msingi, Mungu atakuletea mwanaume wa kukuoa mwingine ambaye anatoka mbali, kwa sababu msingi wako unatambua kwamba Mungu ananipenda. Anamwambia Timotheo, mtu yeyote asidharau ujana wako. Uwe hodari, uwe mfano, uwe jasiri katika usemi, katika mwenendo, katika upendo
na kadhalika, ili nisizalaulike, ili wewe usizalaulike, ili uwe na jukwaa litakalo kuletea mafanikio ya mahusiano, mafanikio ya kifedha, mafanikio ya kitajiri. Lazima kwanza ujenge msingi katika upendo wa Mungu Baba. Ukishajenga huo msingi, nataka nikwambie, hata shetani akija hatokugusa, maana akigusa anagusa msingi, anakuta uko imara. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Viwawa mapendo. Maisha yenye afya ni maisha ya namna gani? Maisha yenye afya ni maisha ya namna gani? Sio time na pita juju. Maisha yenye afya, nimesema ili uweze kuishi maisha mazuri na ukae kwenye jukwaa, ugeuze ujana wako kuwa jukwaa la mafanikio. Jambo la kwanza ni kutambua, kwanza uyatambue maisha yenye afya ni maisha ambayo una utambuzi kwamba Mungu ananipenda mimi binafsi. Anasema katika 3:6, anasema kwa maana jinsi hii, ni Yohana Injili, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa maana jinsi hii, unaitwa nani dada? Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Na Salome, Mungu alimpenda Salome, unaitwa nani? Mungu alimpenda Adam. Kwa maana jinsi hii Mungu alimpenda Adam, wewe unaitwa nani? Kwa maana jinsi hii Mungu alimpenda Crinus, unaitwa nani? Kwa maana jinsi hii Mungu alimpenda Jennifer. Hebu sema kwa maana jinsi hii Mungu alimpenda Richmond, taja la kwako. Kwa maana jinsi hii Mungu alimpenda. Bado hujahubiri, jihubiri. Kwa maana jinsi hii Mungu alimpenda Richmond. Mungu alimpenda. Hebu mwangalie jirani yako, mwambie pole kama ulikuwa unanichukia, kuanzia leo kuna anayenipenda. Hafu mwambie kwa maana jinsi hii Mungu ameipenda sura yangu. Sura yako kwanza, kama umekasirika hivi usinune. Na wewe like kama sura yangu kama imekasirika, kuna Mungu anayefurahia sura ya namna hiyo. Yeye ananipenda upeo. Anasema kwa maana jinsi Mungu alipenda hata akamtoa mwanae wa pekee. Can you imagine? Mungu ana mtoto wa pekee, ana mtoto ambaye atamani apotee, atamani aondoke, lakini kwa sababu kuna kiwao mmoja anapendwa kutoka katika parokia zetu hii, akaamua kumtoa mwanae ili hali ya kukomboa wewe. Kwa hiyo kama kuna watu walikuharibu, Mungu atakutengeneza. Kama kuna watu wameharibu maisha yako, Mungu atayatengeneza. Why atayatengeneza? Kwa sababu anakupenda upeo. Mwambie jirani yako, napendwa mie. Maisha yenye afya, nilikuwa nasema ni namna gani? Yana mambo makuu, nitakutajia manne lakini kwa sababu muda huenda nikakutajia matatu au mawili. Jambo la kwanza, maisha yenye afya, moja ni maisha yenye amani. Peace. Maisha yenye afya ni maisha yenye amani. Mtu akifanikiwa kifedha, moyo wake unakuwa na furaha. Mungu atakupatia fedha ili ufurahi, kwa sababu anataka uwe na maisha ya amani. Kwa hiyo kumbe maisha yenye afya lazima uyajua. Haya maisha yenye afya lazima yawe na amani. Jiulize kwenye mahusiano yako ulio nayo, kama mahusiano ulio nayo yanakupa amani masaa 5 lakini risala 6 yanakuvuga, hayo si maisha yenye afya, si kusudi la Mungu. Mwambie ni hapa chini. Yaani hayo maisha ambayo unamnunia mzazi wako, sasa unaona unatabasamu, ukirudi nyumbani unanuna, unajua hayo maisha haya chanzo sio Mungu. Kwa sababu maisha yenye afya yanaleta amani. Sema amani. Kumbuka nimekwambia geuza ujana wako kuwa jukwaa la mafanikio. Jambo la pili ni maisha yenye kuthubutu
kujiamini, confidence. Maisha yenye afya ni maisha yenye kujiamini, yenye kuthubutu. Moja ya vitu vinavyowasumbua vijana wa Afrika, vinavyosumbua wa Tanzania, na niseme kiwao, ni kuogopa kuthubutu. Ni kuogopa kuthubutu. Ni kuogopa kujiamini. Ni kujiona mnyonge unapokutana na matatizo. Ni kujiona mnyonge unapokutana na kitu cha kukuvunja moyo. Leo nimekuja kukuambia, mpaka hii mnamaliza semina, mtakapozunguka mwezi huu, Mungu anakuondoa kwenye unyonge, anakuleta kwenye mafanikio, anakuleta kwenye kujiamini, kwa sababu mafanikio hayawezi kuja kama ujiamini. Okay, ngoja niwaambie kitu fulani hivi. Historia ya maisha, historia ya maisha haibadilishwaji na watu waoga. Mafanikio yote unayoyaona mtu amefanikiwa, tukimuuliza hapa mzee Kapinga baba yetu, namna alivyofanikiwa mpaka akawa baba na ameendelea kuwa mzee, lakini bado anayo nguvu, ujue ni kwa sababu maisha yake, kitu cha kwanza, alipambana kukataa uoga, alipambana kukataa hofu, alipambana kukataa wasiwasi. Na wewe leo pambana, kataa uoga. Sema mapendo. Sema mapendo. Hapana, unaona sasa mnapochanganya? Umeona Tafika hapo, muda utoshi. Uwe makini unaposikia neno, kwa sababu ukitaka kubadilisha maisha yako, historia yako, uwe makini namna ya kusikia na namna ya kuelewa na namna ya kujibu, kwa sababu mafanikio ni kile unachokijibu. Ukijibu kwa kuto kujitambua, utapata hasara. Ukijibu kwa kujitambua, umefanikiwa. Amen. Sifu Yesu Kristo. Yes. Sema mapendo. Amen. Sasa tunaanza kuelewa. Hebu jipigie makofi tafadhali. Tunaanza kuelewa. Hii ni mojawapo ya kuwa makini kwenye maisha. Vijana tunajiingiza kwenye mazingira magumu kwa sababu tu ya kuwa wajinga ya Mungu. Ili uweze kubadilisha maisha yako, lazima upambane na kitu kinaitwa comfort. Ile hali ya kuwa unaona raha, yani unaona kama uko kwenye mazingira umerelax, si ndio? Umejiachia. Maisha yenye ujasiri, maisha yenye kuthubutu yanakataa comfort zone. Comfort zone haiwezi kukaa pamoja na growth kwenye chumba kimoja, japo vyote unavihitaji. Growth inadai ujasiri, ujasiri unaoanzia kwenye foundation. Nimesema foundation yetu ni nini? Nimesema msingi wetu ni nini? Nani mmoja anyoshe mkono? Nani mmoja anyoshe mkono? Tumemwona karibu kaka kule. Karibu. Nenda na mtu. Utamwashia. Nimeanza vizuri ile somo nikakutajia. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa, msingi wa kwanza ambao unapaswa kujua kwenye maisha yako, nimesema ni nini kaka? Amani. Amani imekuja baada ya kuwa umepata huo msingi. Kuna mkono hapa. Sasa hapa mtanifanya nitaishia somo hili ni la upendo. Ile eneo moja tu, wala sio matano wala mawili, moja. Karibu dada hapa. Tuambie msingi ambao unapaswa kutambua wa kwanza kwenye maisha yako, kujua kwenye maisha yako kabla ya amani nini? Kujiamini. Kabla ya kujiamini? Tunataka maisha ilikuwa vijana wetu leo ni
maisha yetu tugeuze ujana wetu kuwa maisha yenye mafanikio. Tunatamani binafsi, nitakapopata nafasi siku nyingine nitakushuhudia, mimi siko miongoni tena mwa watu waoga wala waoga. Mimi nimepambana kuhakikisha ujana wangu unakuwa ni kitu cha kujifunza, na wanakuja kujifunza watu wa kiroho na watu wa kimwili. Unataka fedha, nitakufundisha, utazipata. Na mtaka Mungu, yupo, tuko na baba hapa atatufundisha. Lazima ujitahidi kuelewa haraka sana, kwa sababu usipoelewa msingi wa somo ni hatari. Nimesema hivi ili uwe na amani, ili ufike kwenye level ya confidence, kujiamini, kujitambua, kujiamini, kuwa kuthubutu. Kabla ya hivyo kuna msingi wa muhimu. Jambo la kwanza, nikasema jambo la kwanza unalopaswa kulijua kijana ili ufanikiwe, ni lazima ulijue hili. Nikasema ni nini? Mkono nimeona nimeona dada, nenda kwa dada pale, nenda kwa hiyo dada hapa. Madada hapa ameshika simu. Okay, basi nenda kwa hiyo, sawa. Msingi wa kwanza ulisema Mungu anakupenda. Jua maisha yenye hebu maliza vizuri. Niseme, mpigie makofi, amesema vizuri. Anaweza kusema vizuri. Hebu mpende dada aseme vizuri. Unatakiwa utambue kuwa Mungu anakupenda. Okay, sawa. Uko sahihi, lakini iseme vizuri. Unaweza kusema vizuri. Kwenye maisha yenye afya utambue kuwa Mungu anakupenda. Hebu mpigie makofi dada, mpigie makofi tena. Usisahau neno maisha yenye afya. Uko mliko na tuliko, upendo upo, lakini si upendo wenye afya. Uko mliko, upendo upo, ukitembea nao kaenda naye ameshashika mahali pasiposhiba, si afya tena. Ninasema msichokoze kabla ya wakati wake. Msichokoze. Umalizie, mimi nimeacha deshi. Usichokoze deshi kabla ya wakati wake. Maisha yenye afya, nimesema, yanaleta amani, yanaleta kujiamini. Sasa ukienda kwenye maisha yasiyo na afya, mtu akaja akakushika mahali ambako si sahihi yeye ashike, awe ni baba, awe ni mama, awe ni yoyote. Kijana, kuna mahali ambako upaswa wewe kushikwa. Ukishikwa umepewa maisha yasiyokuwa na afya, sio kusudi la Mungu. Nini kitatokea ukishikwa hapo? Maana yake utachokoza kitu kinaitwa kabla ya wakati wake. Kinaitwa Umeelewa? Kinaitwaje? Sifanye mnajua. Nani aseme kwa sauti? Mpigie makofi, mpigie makofi. Kwa anajificha. Msiyachokoze. Kwa taarifa yenu vijana, tuna nguvu. Nguvu za mapenzi zimejaa kweli kweli. Zichokoze uone. Sasa maisha yasiyo na afya, unajenga urafiki na kaka, boyfriend, nyinyi kwa kusoma tu au vyovyote, alafu unampa nafasi, anagusa maeneo ambayo kuna vitu vitachokozwa. Na vitu vikishachokozwa, confidence, ujasiri wa kukimbia, baba aliyosema, unaanza kupotea. Amani yako inaisha. Amani ikiisha, umekuwa nani? Kwa hiyo confidence, kwa hiyo ujasiri ndio unatengeneza kuthubutu. Lazima tuanze kuthubutu. Nimalize kusema hiki kitu kwa sababu muda nasema 11 tunataka tuanze ibada. Ni kuombe. Kuna jambo ambalo kwanza nimeanza kwa kusema tunamshukuru Mungu, mtu aliyeweza kuleta hili wazo kwamba kwa kesi 3 tutakuwa tunakutana. Na bado tunahitaji kujaza hili kanisa. Na tukikutana, Mungu awape uwezo, mtajua mnafanyaje. Mungu awape neema nyingi, viwango kushiriki
wakaongezeka kwa sababu ya kitu kinaitwa mikate. Wakajaa. Yesu alipoona wamejaa, akaamua kuondoka. Nao wakamfuata. Walipomfuata akawauliza, ninyi msijifanye mmenifuata kwamba mnanipenda. Mmenifuata kwa sababu niliwapa. Kuna kiwawa amebaki, tukimpa mkate atakuja. Akija hapa atasikiliza nondo za mzee Kapinga. Akisikia atabadilika. Akitambua atabadilisha wao wengine. Parokia hatimaye jimbo letu. Ili tuwe na confidence. Kwa hiyo ni vizuri. Sasa tunafanyaje? Hapa mwenda bado mnajiuliza maswali, mtawezeshwa. Lakini tunataka vijana ambao wakishajitambua kwamba wao Mungu ndio msingi wa kwanza. Maana nini kitatokea? Wataanza kuwa wabunifu. Tufike level, tusishie tu kwenye kukutana na kupewa. Kuna siku tukusanye parokia hizi 3, tufanye tamasha la maonyesho. Tufanye tamasha na tamasha hili la maonyesho, tufikirie, tukae, tutengeneze mazingira, tuhakikishe tamasha hili litatuletea pesa, kwa sababu tunahitaji pesa. Kijana, kama una pesa wewe sijui ni namna gani. Yaani oppress kweli kama tunasema hiyo kaka. Una hela. Mwambie wewe una hela, pole kama una hela. Mimi kwenye maisha yangu hapo nikiwa kijana nilikuwa namwambia Mungu nisaidie nipate pesa. Nisaidie kwa sababu niliona wazee wangu wanapopita maisha magumu. Sitaki maisha haya magumu. Sitaki maisha ya kuomba. Sitaki maisha ya kuvuliwa nguo. Mimi natakiwa niingie dukani, ninunue nguo nzuri nivae, na wewe hiyo utapata katika jina la nani? La Yesu. Ukisha jitambua, ukajua Mungu anakupenda, kama mbunifu utaandaa. Maana yake hapa itafika hatua mtaki tujue huyu anaweza kufanya nini? Kipindi hiki bado ninasoma, naweza kufanya nini? Kipindi hiki ambacho niko chuo, niko sekondari, niko kwa mama, naweza kufanya nini? Kile unachokifanya ndio tuonyeshe. Mzee, labda unafuga kuku, tuandae tamasha kwenye maonyesho, lete kuku wako, utatuandaa halmashauri, mapadri watakutangazia, watu watakuja, watu wengi, tutakuja wengine na mababa. Tukija mnakuta una mradi wa kuku, unanunua kuku 5 kwa pesa kubwa sana, si unaondoka na faida? Na kijana wewe unaleta faida kwa kanisa, si tayari unaonekana na wewe? Kwa nini usifanye hiyo? Labda mimi nina mradi natengeneza keki, au na mimi naweza kutengeneza hiki, naweza kujenga. Nilikuwa niko siku moja, nilikuja hapa kuangalia vijana wanaofanya kazi ya ujenzi hapa kutoka parokia yetu. Yaani nilimwona mmoja, si wawili, wamejaa hapa, watu wenye majina Samuel, Abubakari. Lakini si kweli kwamba ndani ya kanisa hakuna kiwawa mjenzi. Kwa nini hatujajitambulisha? Ukija unafanya kitu gani? Ukasema ukaja na siku ya maonyesho unakuja na vyombo vyako vya ujenzi. Mimi nakujua wewe ni mjenzi. Nikishajua wewe ni mjenzi, nikiwa na mahali na jenga nitakutafuta. Nikikutafuta nitakupa kazi, ukafanya kazi utapata pesa, utapata fungu la 10 utaleta hapa. Ukileta fungu la 10 kanisa linajengwa. Nilikujuaje? Kupitia maonyesho. Tamasha mmeandaa nini vijana? Na sisi wa baba tusikie vijana wameandaa tamasha la maonyesho. Nimetoa tu mfano. Kuna wengine ni wasusi. Taleta mke wangu asukwe. Wengine nakadaka. Hapa ndipo tunasema huyu kijana sasa ameanza kugeuza ujana wake kuwa jukwaa la mafanikio. Paulo anamwambia Timotheo, nenda uwe kielelezo. Maana yake kanisa linakutaka uwe kielelezo. Kanisa linakutaka uwe kielelezo. Ili uweze kuwa kielelezo, sifa ya kwanza ya jua kwamba maisha yenye afya ni Mungu ananipenda mimi na ameniumba kwa sura na mfano wake.
maisha yenye afya nikakwambia ni yenye amani, yenye ujasiri, yenye kuthubutu, yenye kujiamini. Ukishajitambua utajiamini. Ukishajiamini utafanya chochote ambacho akili imekwambia hiki ukikifanya wewe umejitambua. Tumsifie Yesu Kristo. Neno la mwisho ambalo natamani ulifahamu. Kuna neno la mwisho nataka nimalize saa 11 tuanze, walau fadha niambia mpaka 11 na dakika 10 tutakuwa tumeanza. Jambo la muhimu lingine la kujua hapo kwenye zile maisha yenye afya niliyokuambia kwamba kujitambua maana yake kujithubutu. Mafanikio yoyote duniani, watu wote waliofanikiwa waliamua kuthubutu kuanza. Sema kuanza. Moja ya jambo ambalo limetusumbua sana watu kufanikiwa ni ile unaogopa kuanza. Unajua kwa nini unashika? Nitaonekanaje? Watu watanisema mimi siwezi. Haya ni maneno mabaya katika usemi. Tungeingia hapo tungeanza kuangalia aina za usemi. Si kila aina ya kusema useme. Jiepushe kwenye maisha yako kujilaumu. Mwambie jirani yako, acha tabia kujilaumu wewe. Utakapoanza kujilaumu, maana yake akili inakwambia wewe hufai kukaa katikati ya watu waliofanikiwa. Kwa hiyo usijilaumu na usijihukumu. Ukiona kuna hali fulani ndani mwako inayokufanya hukumu, nenda kanisani, mwambie Father, nimekuja kuungama. Hiki kitu kinanisumbua, kaungame. Hiyo ni Baba ametufundisha ni kujitambua. Ili utokane na mazingira ya kujihukumu na kujilaumu. Usijilaumu. Kwa sababu unatakiwa uanze. Usipoanza, ngoja nikwambie, Mungu huachilia baraka kwa wale wanaoanza hatua ya kusogea. Ukikaa tu nyumbani, ukakaa tu unasubiri, mimi sijasoma, mimi mzazi hajanisaidia, fulani hajanipa msaada, ukikaa hapo, Mungu ashughuliki na wewe. Wewe utashughulika na nani? Na shetani. Anataka uanze. Nakupa mifano miwili ya wana wa koma wanne. Na baada ya hapo nitakupa mfano wa somo la leo la Injili Petro. Wale wakoma wanne walikuwa ni watu wanne peke yao. Wanne, sema 1 2 3 4. Kulitokea njaa. Ilipotokea ile njaa, watu wakakimbia wakaenda kule. Wakoma waliogopa kwenda kwa sababu walikuwa wametengwa, wanaonekana hawafai. Kwa sababu ya kutokufa kwao wameachwa. Waashami walikuwa wamekamata, wamevamia ile kambi, wamechukua vitu vyote vizuri, wameondoka navyo, wakakaa kwenye kambi zao, wanasubiri waelekee kwa wanakoelekea. Unajua nini kilitokea? Wale wakoma wakaumwa na njaa. Walipoumwa na njaa, wakazidi kujitia moyo, wakaumwa tena njaa, wakaumwa tena. Mkoma mmoja akasema, ndugu zangu, yaani tukiendelea kukaa hapa, njaa hii itatufanya nini? Itatuua. Na tukisema tuwafuate wenzetu waliotukimbia, nao watatuua kwa sababu sisi ni wakoma, hawataki kwenda na sisi. Lakini pia tukienda kwa Waashami watatuua, na tukikaa hapa tutakufa. Sasa bora tufanye nini? Bora sisi tuamue kwenda kwa maadui hawa Waashami. Achana na wenzetu, tunafuata maadui wa Waashami. Nataka nikwambie kijana, ukithubutu kunyanyua mguu kumfuata huyo mtu anaitwa adui yako, ukamshambulia kwa jina la Yesu na kwa ujasiri, huyo adui atakukimbia kwa chini mateka. Hayo mateka yatakuwa ya kwako, na hayo ya kwako yatakugeuza ufanikiwe kwenye jukwaa lako la mafanikio. Walipoanza ile hatua ya kwanza, Biblia Mungu akageuza hatua zao kuwa vishindo vya magari ya kivita. Mungu akupe miguu yako kwa kishindo cha magari ya kivita. Kiwawa yeyote ukisikia semina miguu kupeleka upate kishindo hicho. Lakini Petro wamekaa kwenye mtumbwi, wanamaliza, wanapiga kasia. Ghafla Yesu akatokea kwa mbali. Yesu alipotokea kwa mbali,
Wakaanza mzimu ule. Kitu gani? Wakaanza kuogopa. Unaweza ukawa kanisani, wenzako wanamuona Yesu, wewe unaona Yesu mzimu. Baba ametuambia majibu mangapi? Mnakumbuka hayo majibu? Baba ametuambia majibu mangapi? La kwanza, la kwanza kujitambua. La pili, mtu amekuja akaona mtu mmoja labda amevaa vibaya wendelaka akamcheka. Huyu anajitambua, ajitambui? Kwa hiyo mnaanza kukumbuka sasa. Kwa hiyo hao wakoma wakajitambua, akasema tukikaa hapo tutakufa, tukisogea tutakufa. Waliponyanyua mguu Petro akasema, hao wengine wasomani, Petro akasema yule msimu, unajua aliambiwaje? Yohana akamwambia hapana, ni Yesu. Petro akasema ngoja tu, Yesu ukiwa wewe Yesu niambie nije nikufuate nipite juu ya maji. Yesu akamwambia njoo. Petro, kile kitendo cha kunyanyua mguu wa kwanza, nguvu ya Mungu ikamfunika, maji yakaganda. Yalipoganda, Petro akaanza kutembea. Kuna kiwao hapo, utatembea juu ya maji, utatembea juu ya shida zako, utatembea juu ya mabaya wanayokuja. Kwa nini? Kwa sababu msingi wako wa kwanza utajenga katika maisha yenye afya, kwamba Mungu anafanya nini? Ananipenda. Mwambie jirani yako, Mungu ananipenda mimi. Wewe je? Tumejifunza masomo haya kwa leo, moja na mimi nishie hapa, lakini nataka nikuombe kama nilivyoanza kwa kusema kwamba baba huyu Mzee Kapinga ana nondo nyingi sana na nzuri sana. Tukijitahidi tukampa nafasi ya muda mrefu, tukao tunakuja na notebook. Kama wangapi wanadai ya nyumbani? Nadai nyosha mkono kwa wanadai. Okay. Usije ukasema uongo huko kanisani. Haya. Wangapi wameiacha nyumbani au kuja naye? Haya, unaweza ukaona. Wewe unakuja na notebook, njoo na diary, uandike. Mimi nimeingia hapa mafundisho aliyofundisha mzee yote niliandika. Yote. Nimeandika hapa. Na nitakwenda kusoma. Kwa hiyo tunakuja kwa ajili ya kuandika. Hizi ni semina ambazo zinaenda kubadilisha maisha ya Viwawa na maisha ya kanisa zima la Tanzania, na tutaanzia sisi kwa shamba la mifano. Why? Kwa sababu msingi wetu tunakwenda kuweka kwa Mungu kwamba anatupenda na tunapata maisha yenye afya. Maisha yenye afya yana amani, maisha yenye afya yanakupa ujasiri, maisha yenye afya yanakupa kuthubutu, maisha yenye afya yanakupa confidence. Sasa nataka tuimbe wimbo tunapomalizia, ili utafakari. Na wakati unatafakari huo wimbo, kuna kitu ambacho utakisikia. Usiogope, kwa sababu Mungu anakwenda kutusaidia. Tutakuwa na ibada ya misa. Katikati ya ibada ya misa, haya mambo mawili ambayo tumejifunza. Jambo la kwanza, Baba ametufundisha kujitambua. Kunakupa mahusiano chanya yaliyo mazuri. Kutokujitambua kutakupa mahusiano yaliyo mabaya katika roho na katika mwili. Lakini mimi nikakwambia moja ya kitu cha muhimu Paulo anamwambia Timotheo, ili ufanikiwe, watu wasidharau ujana wako, uwe na mambo matano. Nimezungumza moja tu: usemi, mwenendo, pendo, amani, usafi au tuwe. Haya yote yatakufanya ujenge msingi, kutambua kwamba mimi kabla ya kitu chochote Mungu ananipenda. Yaani kabla mama hajanipenda Mungu ananipenda, kabla baba hajanipenda Mungu ananipenda, kabla mke wangu hajanipenda. Mimi nilipotambua hivyo, hakuna mahali mke wangu anaweza kunikwaza. Hakuna, hata jitahidi kunikwaza, sitakwazika, kwa sababu wakati ananikwaza mimi naona upendo wa Mungu unanifunika. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo tamchukua vizuri. Unaona
unasema nasikia Yesu anita. Sikia Yesu anita, mlio wa rehema. Yote tawezaje bado kusita kwa kumfuata mwalimu. Yesu wataka nikupende, nifungue wako moyo ndani. Sema Bwana Yesu, asante kwa upendo wako. Yesu wa Ekaristi, wewe ndiye shukrani yetu. Wewe ni shukrani yetu. Tunasimama mbele zako. Tunasimama mbele zako. Sisi ni wao wa parokia hizi tatu. Tumesikia tangu Baba Kapinga alipotufundisha na mafundisho mengine ambayo ametutajia, ambayo anatamani ayaachilie kwenye maisha yetu. Yesu wa Ekaristi, naachilia ubongo wangu, ufahamu wangu na akili zangu, niweke tayari ili niweze kujifunza, swala zima la kujitambua na kulitambua kanisa na kutambua ni nani ananituma, kutambua nani ananiita na nani ananituma, hasa katika kanisa hili linalosafiri, linalopambana. Naomba nisipambane peke yangu. Yesu, tembee pamoja na mimi katika mafundisho haya. Na nimesikia Mtume Paulo akimwambia Timotheo kwamba kijana, mtu yeyote asidharau ujana wako, bali uwe kielelezo. Na mimi ni kijana, natamani kuwa kielelezo. Ninaomba kuziachia tabia zangu, Bwana Yesu, mikononi mwako, na unipe tabia zako. Wewe umeishi kwenye hii dunia, ukaishinda dunia. Mimi nimo kwenye hii dunia, natamani kushinda dunia, lakini kwa tabia zangu mimi siwezi, ila kwa tabia zako Yesu ninaweza. Ninaomba uiachie tabia ya kwanza
tabia ya upendo ndani mwangu, nijitambue na nitambue upendo, kwamba maisha yenye msingi, maisha yenye afya ni kujua kwamba Mungu unanipenda na unanitaka pia niwe kielelezo cha upendo. Bwana Yesu, tabia yako nyingine ni tabia ya huruma. Nisaidie Bwana Yesu. Yesu wa Ekaristi, weka huruma ndani mwangu, niweze kujihurumia, ili nikimbie maisha yote yasiyoleta amani ndani mwangu, nikimbie maisha yote yanaondoa ujasiri ndani mwangu, nikimbie maisha yote yanaondoa utume ndani mwangu, ule ulioweka ndani mwangu. Bwana Yesu, nijalie huruma, heshima, niwaheshimu wazazi wangu, niheshimu wakubwa zangu, niheshimu wapakwa mafuta wangu, na kwa namna ya pekee Yesu, nisaidie siku za ibada niweze kuwahi, nisiweze padri kumkuta, bali padre anikute mimi. Maana katika kufanya hivyo nitakuwa nimeenenda katika kusudi lako na katika tabia yako ya ibada, kama amri inavyoniamuru. Shika kitakatifu siku ya Bwana iliyoamuliwa. Nisaidie mimi kijana niwe chachu ya kuwahi kanisani. Kama ni saa 12:30, basi mimi nifike 12 kamili. Kama ni ibada yoyote ile, niweze kuwa wa kwanza kufika kabla ya baba padre kufika. Ninaombea, sema ninaombea parokia hizi 3. Naombea mababa waliotupa neema hii na nafasi hii ya hizi semina, basi zikazae matunda na ukawabariki na ukaongezea ufahamu na ubunifu, tuweze create vitu, hata matamasha mbalimbali ambayo yataleta watu na watu watakuja kuona tunayoweza kufanya, na kupitia hayo tutapata fedha. Tukipata fedha, ujana wetu utageuka kuwa mafanikio tunayoyapata nyumbani, kanisani. Mama Maria Mwombezi, usiache kuniombea. Ninaomba uniombee pale ninapokuwa mvivu wa kusali, ninapokuwa mvivu wa kuomba. Wewe Mama Maria, ninaomba uniombee, unishike kwa mikono yako, unikumbatie mama, mikononi mwako niwe salama daima ukiniombea. Nami kwa namna ya pekee ninakushukuru katika jina la Yesu. Amin.